Je, umewahi kugundua kwamba kuna maneno fulani ambayo hayapotezi nguvu yake kamwe? Kwa maelfu ya miaka, kifungu kimoja kifupi kutoka kwenye Biblia kimewafariji watu katika nyakati zao ngumu zaidi. Wafalme wamekinukuu, wanajeshi wamekinong'ona kabla ya vita, familia zimekisoma kando ya vitanda vya wagonjwa na makaburi. Katika tamaduni na vizazi tofauti, maneno hayo bado yanaendelea kuleta amani. Maneno hayo yanapatikana katika Zaburi ya 23. Lakini Zaburi ya 23 si mashairi mazuri tu. Ndani ya mstari yake kuna ujumbe wa kina kuhusu kuamini, kulindwa na kuongozwa wakati wa nyakati ngumu za maisha. Na ukielewa maana ya kila mstari, huenda ukaanza kuisoma Zaburi hii kwa mtazamo tofauti kabisa. Kabla hatujaendelea, chukua muda mfupi kupenda video hii na kujiunga na channel. Na kwenye maoni, andika maneno haya rahisi lakini yenye nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Kwa mamilioni ya watu duniani, maneno haya yamekuwa ukumbusho kwamba hata katika hali ya kutokuwa na uhakika, hatuko peke yetu. Zaburi ya 23 kwa kawaida inahusishwa na King David. Kabla hajawa mfalme wa Israeli, Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Alitumia siku na usiku akiwalinda kondoo dhidi ya wanyama wakali, akiwaongoza kwenye maji na kuhakikisha wanabaki salama katika maeneo hatari. Ndiyo maana Daudi anakumlinganisha Mungu na mchungaji. Anazungumza kutokana na uzoefu wake mwenyewe. Anajua kabisa mchungaji hufanya nini. Mchungaji hutoa mahitaji. Mchungaji hulinda. Mchungaji huongoza kundi hata kupitia mabonde yenye hatari. Ndiyo sababu mstari wa kwanza una maana kubwa sana. Daudi anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, anatangaza imani yake kamili. Anaamini kwamba hata katika hali ya kutokuwa na uhakika, anaongozwa. Picha nyingine yenye nguvu inaonekana Daudi anapozungumzia malisho mabichi na maji ya utulivu. Kondoo ni wanyama wanaogopa kwa urahisi. Hulala tu pale wanapohisi wako salama kabisa. Kwa hiyo picha hii si kuhusu faraja tu. Inaonyesha amani ya ndani. Aina ya amani inayokuja pale hofu inapopungua na imani kuchukua nafasi yake. Kisha tunafika kwenye mstari ambao watu wengi hushikilia wakati wa nyakati ngumu za maisha. Hunihuisha nafsi yangu. Maisha yanaweza kumchosha mtu. Hasara, msongo wa mawazo, kukata tamaa, hofu. Lakini mstari huu unatoa ujumbe muhimu. Haijalishi roho ya mtu imechoka kiasi gani, bado inawezekana kurejeshwa. Mojawapo ya mstari maarufu zaidi katika Zaburi hii inazungumzia bonde la uvuli wa mauti. Mstari huu umesemwa mara nyingi wakati wa vita, majanga na huzuni za maisha. Lakini kuna jambo muhimu sana katika maneno yake. Daudi hasemi anaepuka bonde. Anasema anapita ndani yake. Hivyo basi, giza si mwisho wa safari. Ni sehemu ambayo tunapitia. Na sababu ya kutokuogopa ni rahisi. Anaamini kwamba hapitii humo peke yake. Baadaye katika Zaburi, Daudi anaelezea picha ya kushangaza. Meza iliyoandaliwa mbele ya adui. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Picha hii inaonyesha neema ya Mungu. Hata kama kuna wanaokupinga, hata kama maisha yanaonekana magumu, baraka bado zinaweza kuonekana. Ni ukumbusho kwamba changamoto hazifuti kusudi la maisha. Kisha tunasikia picha ya wingi. Kikombe changu kinafurika. Si cha kutosha tu. Si kuishi kwa shida. Ni wingi unaozidi matarajio. Kwa hiyo, kwa nini Zaburi ya 23 bado ina nguvu mpaka leo? Kwa sababu kila kizazi hupitia nyakati zile zile. Nyakati za hofu. Nyakati za kutokuwa na uhakika. Nyakati ambazo njia ya mbele inaonekana kuwa na giza. Na katika nyakati hizo, maneno haya ya kale bado yanazungumza na watu. Yanawakumbusha kwamba mwongozo upo. Amani inawezekana. Na hakuna bonde linalodumu milele. Hebu tumalize kwa kusikia Zaburi yenyewe.
Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele.